Barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu katika jioni ya leo ya Jumamosi tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Channel ya Mteba TV unaweza ukatafuta kwa namba nyingi ambazo zinazopatikana hapa kwenye channel yetu ya Mteba TV, lakini tuna namba moja tu ya kupigia na unaweza kutoa maoni yako na unaweza kutoa mawazo yako yoyote kupitia namba hizo ambazo zinazopatikana hapo kwenye screen yako, ambayo ni alama ya kujumlisha 18 593388406. Hizo ni namba zetu kabisa, unaweza kaandika chochote kwa namba hizo, tutakujibu. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Lakini pia na hiyo namba unaweza kutuma matukio yoyote yale, popote ulipo, uwe kwenye uwanja wa vita, uwe kama una mawazo yoyote, unaweza ukatuandikia kupitia namba hiyo. Channel ni Mteba TV. Unaweza kanita kwa majina naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika jioni ya leo kupitia hapa channel yako bora ya Mteba TV. Leo tuna uchambuzi mkali sana ambao tunao siku ya leo. Tutakupa picha nzima ya vita inayoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kile ambacho kinachoendelea maeneo mbalimbali. Kile ambacho kinachoendelea kupitia pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Leo tutagusia maeneo mengi tu sana ambapo kila palisha kupigwa vita tutakwenda kuchambua na kujua ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Tutakwenda kuchambua kwanza maeneo za Goma pale ambapo wanajeshi pamoja na polisi wale ambao walikimbilia kwenye kambi ya MONUSCO wameweza kusafirishwa kwenda Kinshasa. Taarifa hii ipo na ni halali kabisa, ipo kabisa na ni halali kabisa. Karibu sana kwenye habari zetu. Tutakwenda kuchambua kwa nini au wahamishwe. Je, serikali imeshindwa kwenda kuwapiga pale na kuchukua, au kuna makubaliano gani? Kwa sababu mpaka watoke pale, kumbuka panadhibitiwa na M23, mpaka ndege iruke hapo iondoke, manake kuna makubaliano fulani. Na kama kuna makubaliano, basi itakuwa ni MONUSCO imeamua kusafirisha. Sasa tutakwenda kuchambua habari hizo, tutakwenda kujua kile ambacho kinachoendelea. Lakini pia tutakwenda kuchambua habari zingine ambazo zinasikika kwa sasa kwamba wanajeshi wengi sana ambao wanaotoka maeneo za Kalemi wanaelekea Uvira kwenda kutoa msaada na ranforo maeneo yale ya Uvira. Mambo mengi yameweza kutembea na kusikika ya kwamba wale wanakuja kutoa ranforo pale wanataka kuja kuwatoa wazalendo maeneo za Uvira. Hizo ni habari ambazo tutakwenda kuongea katika siku ya leo kupitia hapa channel yako bora sana ya Mteba TV. Lakini uchambuzi mwingine au habari zingine ambazo tutakazoendelea nazo ni maeneo mbalimbali ambapo kusha kupita vita. Tutakwenda kuchambua tujue kila ambacho, tukupe picha halisi ya vita ya kila ambacho kinachoendelea. Je, kuna umuhimu gani wa FARDC kuacha mapambano na kuacha kabisa mazingira ambapo wao wanashika, wanaonekana hawana nguvu kabisa. Hata mtu mwenye hana silaha anaweza akakaza hata dakika 5 kwenye uwanja wa vita. Kwa nini FARDC wanashindwa kukaza? Wanashindwa kukaza, ni mapambano tu. Wao hata kusimama wasimami, wanakimbia kwenye uwanja wa vita vibaya zaidi. Ni kwa sababu gani? Yote ni uchambuzi katika siku ya leo ya Jumamosi jioni ya leo. Karibu sana, channel ni Mteba TV. Tunaanza uchambuzi wetu kupitia pale maeneo za Goma, kila ambacho kinachoendelea kabisa kwa sasa. Nafikiri wengi watashangaa hizi habari zikoje, na ndio maana vyombo vya habari tupo ili tukuhabarishe kila ambacho kinachoendelea, na utakwenda kuona picha halisi ya vita, kwamba vita tunaenda kushinda au tunaenda kufanya nini, na je, watakaoshinda ni wanani? Ni wazalendo au ni FARDC? Kwa hiyo tutakwenda kukupa picha kila ambacho kinachoendelea. Wanajeshi baada ya kukamatwa kwa Goma maeneo yale miezi kabisa kutosha iliyopita, mpaka sasa kuna wanajeshi walikimbilia kwenye kambi ya MONUSCO maeneo yale, na kuna polisi mbalimbali walikimbilia maeneo yale. Wengi tu walichungwa, wakakamatwa, silaha zao wakawa vizuri tu, wakawa hawana tena kitu. Lakini walikuwa wanalalamika sana chakula ambacho wanapata maeneo yale ya MONUSCO ilikuwa ni chakula kidogo sana ambacho kilikuwa hakikidhi, lakini afadhali tu walikuwa wanapata hiyo chakula kidogo, na ugisi walikuwa wengi walizidiwa. MONUSCO walizidiwa kwa sababu walikuwa wanawahudumia pesa ambazo zinatoka labda kwenye mifuko mingine ya kimataifa, tofauti na pesa ambazo zinatoka kwenye mifuko mbalimbali ya DRC. Wanajeshi hao wameweza kukimbilia maeneo hayo na kuikaa kabisa muda wa kutosha, lakini kikosi cha kwanza kimeanza kupanda tarehe
tarehe 2 mwezi wa pili kilianza mwezi wa 5 huu, kikosi cha kwanza kimetoka maeneo za Goma na kuelekea Kinshasa. Wamewapokea maeneo za Kinshasa kabisa, na mawaziri wakapokea hawa wanajeshi pamoja na polisi ambao wametoka maeneo za Goma. Watu wengi sana wameweza kuuliza maswali, wakasema kwamba sasa inakuwaje hiyo ndege imepandaje? Maana yake kuna makubaliano kwamba kuna labda wafungwa ambao walifungwa. Kumbuka wale FRDC au wale mapolisi ndani mwao kulikuwa mambo mengi sana ambayo wana siri nyingi. Kwa hiyo kuwapeleka Kinshasa, wengi wanasema kwamba wanawapeleka kule sijui ndo vita imeisha, wanataka kuacha M23 Bukavu, kwa hiyo hawatafanya tena kazi. Ni vitu ambavyo tutachambua leo. Ni kwamba hawa wanajeshi kwenda Kinshasa au hawa polisi, hakuna kosa yoyote ambayo serikali imefanya. Hapo hakuna kosa, labda utaelewa vibaya. Kila mtu anaweza kajaji akasema kivyake, lakini ni taarifa ambayo ipo kamili. Ni kwamba hawa wanajeshi hawa walikuwa na siri nyingi sana. Kumbuka wamepambana, wakaambiwa nendeni kwenye uwanja wa ndege, wengine wakaona hapana, hali inakuwa ngumu, wakakimbilia kwenye uwanja kwenye maeneo za MONUSCO wakachunga. Kwa hawa wana siri nyingi, wanajua majina ya viongozi waliokula pesa maeneo yale. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, hapa tunakwenda na wewe kwenye uchambuzi, uelewe kila ambacho tunacholenga na uelewe, kwa sababu watu wanaanza kuongea gisi wao wanajeshi waliondoka, basi wanaamua kuachia tu Wanyarwanda pale. Wanaamua kuachia tu Wanyarwanda basi waongoze Goma. Hapana, serikali sio wajinga. Ukisema vile wao walitoka, sasa hao SADC nao walitoka maeneo yale na wameondoka, na walikuwa na silaha nzito za kupambana maeneo za Goma. Si kwamba SADC walishindwa, waliondoka. Kwa hiyo hatuingilii sana SADC, lakini tunaingilia habari hizi ambazo zinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani serikali halali ya Tshisekedi ambayo iko pale. Wanajeshi hao wameweza kupanda ndege za MONUSCO kutoka kwa zile kambi. Kwa sababu wengi watakuja kuuliza maswali, jamani inakuaje? Inawezekana walipanda kwenye ndege kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa ambao uko pale. No, wamepanda tu kwenye ndege za MONUSCO kutoka mle kwenye kambi moja kwa moja mpaka wamefika Kinshasa. Kikosi cha kwanza kama unavyoona pale, hapo ni kwenye uwanja kabisa. Wameweza kila mtu na kamzigo kake, wamefika Kinshasa ili waojiwe vijulikane vizuri, wawajue kwamba ilikuwaje kwenye uwanja wa vita mpaka nyinyi mkakimbia. Lazima watahojiwa, na ni siasa ya nchi. Hatuko hapa kuambia kila siasa au kila kitu kinachoenda. Ni kwamba hao wameondoka kwa sababu waojiwe na mle ndani. Kumbuka hawa wanajeshi kulikuwa pia Wanyarwanda wamo ndani, kuna batretre, kuna watu mbalimbali ambao wamevurugwa ndani ya kikosi kile. Sasa wote wanasafirishwa kwenda Kinshasa kutoka kwenye uwanja wa vita. Lakini ili jambo hatujasikia M23 hawajaongea jambo hili kabisa na hawajalizungumzia. Wako kimya sana. Lakini wakati MONUSCO walitoka wakaondoka, wakati SADC vikosi hivi vilitoka na vikaondoka, walifanya kuwashindikiza, kuwapeleka. Lakini wakati FRDC ambao pamoja na polisi ambao walikuwa maeneo yale ya Goma hawajaonesha chochote kuwashindikiza, wala ni kama vile wameenda kimficho au vipi, na hawajazungumza au hawajui au nini. Kwa hiyo lengo la kuwapeleka hawa wanajeshi ni kwamba lazima waojiwe maeneo za Kinshasa, waulize, kwa sababu wana siri nyingi, na watasema wa viongozi waliokula hela na viongozi wao ni wakina nani na walikimbiaje, Goma ile kamatoaje. Kwa hiyo tuachie serikali ifanye kazi yake, serikali ya Kinshasa ifanye kazi yake. Lakini tukumbuke kwamba kila mmoja lazima atacomment, ataweka mawazo yake. Comment hapo tuambie kwa nini Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameweza kusafirisha hawa wanajeshi ambao walikimbia kwenye uwanja wa vita au walioshindwa wakakimbilia kwenye maeneo za MONUSCO. Kwa nini anawaitisha Kinshasa moja kwa moja? Ni vizuri kwa sababu kwa upande mwingine hayo ni maamuzi mazuri, japokuwa uelewa wa kila mtu utakuwa tofauti. Mwingine atasema sisi ndio hivyo. Kwa hiyo ni kama habari hizo zinazoendelea pale kwenye maeneo za Goma. Wengi watashangaa hizo habari zikoje. Kwa hiyo ni habari za kiserikali, na sisi kama watangazaji tunajua, na hii habari halisi tena vyombo vingine vya habari vya Okapi maeneo zile za DRC zimeweza kuchapisha kwenye ukurasa zake zote. Kwa hiyo ni habari ambayo iko halali, imetangazwa na hata na vyombo vya kimataifa na vyombo mbalimbali vya pale DRC.
Tunakwenda na sura hii ya vita ya kila kinachoendelea maeneo yale ya Goma. Goma ilikamatwa tu bila mapambano, bila chochote, na hawa jamaa wakaingia na wanajeshi wakao kwenye hali mbaya. Wengine wakafa hata na njaa, kuanza kutupa mabunduki kwa sababu walikuwa hawana muongozi. Viongozi washakimbia na masuala mengi sana maeneo yale. Kwa hiyo hao wanajeshi waliobaki wanaenda. Kikosi kimeshafika Kinshasa jana tarehe 2 na vikosi vya SADC vishaondoka. Kwa hiyo pale Goma kuna baki kabisa ni M23 ndio watakaobaki. Je, kuna malengo gani hapa ambacho kinachoendelea? Tupa maoni yako hapo kwa namba hizo, chukua au andika moja kwa moja kupitia channel yako bora ya Mteba TV. Sasa tuko kwenye uchambuzi mkali ambao tuko nao hapa. Tunakwenda kuchambua maeneo za Nyangezi, kile ambacho kinachoendelea Nyangezi. Nyangezi, kwa nini FARDC wanashindwa kwenda kuvamia Nyangezi? Wakati watu wanasema kwamba FARDC na wao ni M23, watu wanasema hapana, FARDC wenyewe wanaanza kulalamika, lakini tunaangalia jeshi la serikali lina nguvu, lina vifaa, linaweza likapambana. Kwa nini wasioneshe nia yao ya kupambana na kugomboa miji? Kwa sababu tukiangalia hapo kwenye uchambuzi wetu ni kwamba serikali haionyeshi kabisa hata chechi hata kidogo ya kwamba ipambanie maeneo zile au ifanye nguvu igomboe. Yani wao ni kama tu wamerizika. Kwa kifupi wamerizika, kwa sababu mpaka hivi unaangalia Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hajazungumza kitu chochote, kwa sababu ana uwezo wa kushusha munition, ana uwezo wa kushuka Uvira, ana uwezo wa kushuka na wanajeshi wakali na kufanya kazi maeneo za Nyangezi kule kote na M23 wakatoka, lakini serikali haijishughulishi. Wanaofanya kazi ni wazalendo. Sasa wewe unapata picha gani wakati serikali iko kimya tu? Wale ambao wamebaki wadogo wakija kwenye uwanja wa vita wanakuwa wanauzisha nchi. Sasa wewe kama ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, kwenye uchambuzi wetu hapa unawaza nini? Unaonaje? Maana serikali inahusika kihili, na kama sio serikali kuu, ni serikali ya mitaa. Kwa sababu president anaweza akaamua jambo, lakini watu wa chini yake wakawa wanakuwa wanakula dili moja na adui maeneo yale. Kwa hiyo maeneo za Kaziba mpaka sasa M23 wamezibiti, na Nyangezi mpaka sasa M23 wamezibiti kabisa maeneo za Nyangezi, kitu ambacho itakuja kuwa ni hatari, na wameongezeka sana maeneo yale. Lakini pia tushukuru sana wazalendo kwa kazi nzuri ngumu wanayofanya. Ingekuwa sio wazalendo ingekuwa ni hatari. Kwa hiyo sasa hivi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wanajeshi wako au wanajeshi kabisa sasa hivi kama vile wa serikali ambao ungisapoti sasa hivi kwenye uchambuzi wetu, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wanajeshi ambao angiwasapoti vizuri ni wanajeshi wa wazalendo, kwa sababu hao ndio wanajeshi. Hawa FARDC tunasema ni M23 kwa sababu gani? Wao ni wanajeshi wa Kabila. Tangu Kabila aliacha wanajeshi wake, aliwatengeneza kwa miaka 18. Aliwatengeneza kwa miaka 18, lakini mpaka sasa Tshisekedi hajatengeneza mwanajeshi hata mmoja. Ametengeneza wale wanajeshi wale ambao wanamchunga tu kwenye ikulu pale, wale wazungu na watu wengine, lakini hakutengeneza wanajeshi wa kupambana wa kupambana kabisa na Kagame. Hakutengeneza. Lakini sasa angikuja na nguvu zake zote, gisi mke wake alikuja Bujumbura, wangekuja na mamisio wakaingia Uvira na wakafanya kazi nzuri ili wasonge mbele kwa wazalendo. Lakini ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini? Wewe kama msikilizaji unaona kuna picha gani? Hapa kuna picha ya kwamba serikali na wao wako nyuma. Kama sio Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo president, lakini wanaomzunguka wote ni M23 na jeshi lote la Kabila. Na ndio maana hawa wanajeshi, na ndio maana Kabila amekaa miaka 18 iko kwa madaraka. Alikuwa anatengeneza wanajeshi, akasinyema akora, amesinye vitu vingi sana Kabila. Wakati Tshisekedi ameingia akamuonesha kila kitu. Tunaona hivi. Kumbe huyu Joseph Kabila alikuwa tengeneza wanajeshi wake kwamba hata Kabila atakuja kugeuka, lakini jeshi lipo, kwa sababu hakuna president bila jeshi. Nafikiri na kuweka wazi mfumo wa vita wa kila kitu kinachoendelea maeneo yale. Channel ya Mteba TV endelea kusabone, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Hapa leo ni uchambuzi wa siasa ya DRC. Karibu sana tunapoendelea na mambo haya. Kwa hiyo wakati Tshisekedi amegeuka sasa mikataba yote ambayo yeye amekubali kuwa president, akasema mimi hapana, sitakubali, kwa sababu mikataba aliyokula ni kwamba Wanyarwanda lazima wawe kwenye jeshi. Kumbuka wale M23 wa miaka iliyopita walijumulishwa wote kwenye jeshi na vita ikaisha. Wakati vita iliisha,
Sasa Kabila, wale wanajeshi wote wa M23 walikuwa na ndo hawa ambao wako sasa hivi. Na wamejazwa wapi? Walikuwa wamewekwa maeneo za Nord Kivu na Sud Kivu. Ndio wamekuwa wamejaa M23 wote ambao walikuwa wanapiganisha serikali ya bwana Joseph Kabila. Akawajumuisha kule, wakawa viongozi, majenero, manini. Sasa akaona tu hata Tshisekedi atakuja kugeuka. Akasema mimi nakatala maakoro zako, bi tulisinye nakatala, jeshi hili litaanza kazi. Ndo chanzo cha M23 kwanza. Sasa Tshisekedi akawatoa wote. Unaona, kwa sababu yeye amefanya uchambuzi kabisa, akatoa Wanyarwanda wote kwenye jeshi la FRDC. Lakini hata kama alikuwa anatoa wote tena waliobaki tena ni wale wa Kabila. Na ndo vita ikaanza, habari zikaribika, na mpaka sasa utawala unaelekea kuyumba. Kile ambacho kinachoendelea, kwa nini? Ameharibu ile mikataba. Sasa ukiangalia raia sasa hivi hawataki FRDC, raia hawataki chochote kinachoendelea. Raia wanataka wazalendo tu, na pamoja na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lakini jeshi nzima la FRDC raia hawataki, kwa sababu wote ni M23. Na wanajeshi wengi wa este wengi Wanyarwanda waliingizwa sana mle, na ndio maana wanaanza kuwasomba, wanapeleka Kinshasa ili mjue kile ambacho kinachoendelea. Kwa masuala za Nyangezi, M23 ipo. Lakini habari zingine, baada ya kufanya utafiti mkali Kaziba, tena maeneo za Kaziba utafiti mkali umeweza kuendelea, na tumekuja kuangalia kabisa Kaziba centre kabisa, maeneo zile ni M23 ndo wanatawala maeneo yale, japo wanagawana maeneo. Kwa hiyo na muda sio mrefu tena vita itaibuka maeneo yale. Tukimbie maeneo mengine kabisa za Uvira, pale ambapo kuna bazi kubwa sana ya wazalendo pamoja na FRDC. Wanajeshi wengine wanatoka kutoka Kalemi, wanakuja kuongeza nguvu maeneo za Uvira. Sasa watu wengi wanauliza, wanasema hawa wanajeshi wanaokuja, nafikiri leo au kesho bato inaweza kadema maeneo za Uvira, kitu kama hicho. Pia tutakuja kurushia, ikifika lazima tutakurushia na kila ambacho kitakachoendelea, na kama utafika wiki hii basi tutakwambia kila ambacho kitakachoendelea. Watu wengi wamejaji au wamesema kwamba hii bato inayokuja kurenforcer wa FRDC kwamba wanakuja kupiga wazalendo, kitu ambacho si kweli. Lakini tukiangalia ile renfort inakuja, je, inakuja kusapoti wazalendo au inakuja kutaka kuja kuchukua Uvira? Kwa sababu sasa hivi, na maana nakupa picha ya vita kile kinachoendelea sasa hivi. FRDC ambao wako pale wanataka tu Uvira wao wadhibiti kwenye maofisi. Sisi ndio wanajeshi wa serikali, sisi ni hivi. Wazalendo wanagangana, wanasema no, bakitafanya hivi wanawapiga. Kwa hiyo ile renfort inakuja, na ndio maana adui anakaa anacheka, anaangalia hawa watu nisha wagonganisha vichwa. FRDC wote wanamsikia Kabila, na wale ambao wanaokuja hatujui sasa ndio wataenda kwenye uwanja wa vita au tena wanakuja kuweka renfort ili wachukue maeneo ambazo wazalendo wapo. Wazalendo wakitoka maeneo yale ni hatari sana, na wale watu wanaouzisha inchi wanajidanganya sana. Unauzisha inchi yako kwa sababu ya $100, unauzisha inchi kwa sababu ya $300, hata bakupashe $100, hata bakupe ngapi, familia yako itakuja kuteseka. Wakati M23, angalia tu maeneo ambapo wanadhibiti kama Goma na Bukavu, gisi watu wanahangaika njaa. Sasa wewe wakati unauzisha hapo Uvira, unauzisha wa ndugu zako wako pale, mamako na babako wako pale, watu wako maeneo yale, wewe unauzisha tu kwa sababu ya hela. Wakati M23 wataingia pale, wewe utakimbilia wapi? Na wewe na wale wote mtapigwa, mtakufa, alafu inchi naenda. So sasa wakongomani tufungue macho na tuwe makini. FRDC wataongeza nguvu Uvira, na hatujui kwamba hizo nguvu wanaongeza kwa sababu ya kwenda kwenye uwanja wa vita au ni kwa sababu ya kuja kusumbua wazalendo maeneo yale, kwa sababu wazalendo hatutaki usumbufu maeneo za Uvira. Channel Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share. Leo tulikuwa na uchambuzi mkali sana kutoka hapa channel yako bora sana ya Mteba TV, ambayo inazidi kukupa habari kwa makini sana kwa kile ambacho kinachopitikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kuna habari zingine ambazo zipo. M23 wana mipango yao na tulishaijua. Pale Uvira wamejaa, ni wengi sana maeneo kwenye manyumba zote, na tunahakikisha wazalendo tufanye kabisa msako pale. Kila nyumba ya Mnyarwanda ambaye anapatikana pale lazima wafungwe pale, kupiga control sana, kwa sababu wale wote ni batretre. Mnyarwanda yote anayeishi maeneo yale kabisa ya Uvira wanachunga wa M23 walishakuwa wengi maeneo za Uvira. Siri hizi tushazijua, na kama mko Uvira mtafute njia zenye mtama, kwa sababu msako unaanza moja kwa moja. Wanaingia
Msako unaanza moja kwa moja. Wako naingia usiku, wanaingia kimya kimya, wanaingia kwenye manyumba zao. Kuko bare nyingine pale au bar ambayo wauza pombe ya Wanyarwanda inapatikana maeneo tulishaijua, na Wanyarwanda wako mle wanajaa, wanajificha maeneo yale ili baanzishe vita moja kwa moja maeneo za Uvira. Na wale wote walikuja kuja pale ili waonge hela ili wazalendo waregee, na ndio maana washakuja kujificha. Tushawajua mnajificha pale, na wengine wanajificha huko Mafizi huko Mabaraka ili waanzishe vita kule nyuma. Juu wameona Mzee Kutumba anawasumbua. Unajua Mzee Kutumba anaangalia Nord Kivu nzima na Sud Kivu iko. Naam, anazidi kuangalia maeneo zote, anaangalia hata mkifanya eti mpige kule haitawezekana. Tukutane tena panapo majaliwa. Channel ya Mteba TV. Ciao.